Haya, ninaendelea na masomo mazuri kabisa ambayo nimepewa na Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni masomo mazuri ambayo Roho Mtakatifu anaita ni masomo ya matengenezo. Maana yake masomo ya kufanya marekebisho mahali ambapo hatujafanya vizuri kama wanadamu au kama kanisa pia. Kuna somo mfupi ambalo linasema hivi. Hii somo linatolewa na Roho Mtakatifu linasema hivi. Hivi binadamu wako wangapi? Hivi binadamu wako wangapi? Roho Mtakatifu anaeleza, anasema hivi. Roho Mtakatifu anasema wanadamu wamewekwa katika makundi mawili. Kuna kundi la waliosamehewa dhambi na wale wenye dhambi. Haya ni makundi ya wanadamu ambayo ni makundi mawili. Kundi la watu waliosamehewa dhambi na kundi la watu wenye dhambi. Roho Mtakatifu anasema hayo ni makundi ya wanadamu. Narudia sentensi hii au aya hii, ni aya moja tu, inasema hivi. Hivi binadamu wako wangapi? Roho Mtakatifu anasema wanadamu wamewekwa katika makundi mawili. Kuna kundi la waliosamehewa dhambi na wale wenye dhambi. Hayo ni makundi ya wanadamu ambayo ni makundi mawili. Kundi la watu waliosamehewa dhambi na kundi la watu wenye dhambi. Roho Mtakatifu anasema hayo ni makundi ya wanadamu. Kwa hiyo sisi wanadamu tumewekwa katika makundi mawili. Kuna kundi la waliosamehewa dhambi na kundi la wenye dhambi. Kwa hiyo kwa mwongozo huu kwamba Roho Mtakatifu anawasihi wale ambao wako kwenye kundi la watu ambao wana dhambi, ambao wanajiona kwamba wana dhambi, kwamba waondoke kwenye kundi hilo ili waingie kwenye kundi la watu waliosamehewa dhambi. Na hiyo samehewa dhambi, njia iko wazi tu, ni kumwamini Yesu, kutubu dhambi na kuziacha na kuishi maisha matakatifu na kuendelea kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo Mungu, haya ni maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo sio maelekezo ya kusema labda ni maelekezo ya dini fulani. Haya ni maelekezo ya Mungu, kwamba Mungu ameweka mpango wa kumwokoa mwanadamu ambaye ni Yesu Kristo. Na kusoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Biblia inaeleza kwamba nabii Isaya anatoa unabii miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa. Anatoa unabii wa kuja kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo ni kutubu dhambi ili uingie kwenye kundi la watu waliosamehewa dhambi. Kwa hiyo Mungu ni wa demokrasia, na mimi Mungu aliniambia usiwakandamize watu, wao waeleze nimepewa haya. Kwa hiyo watu wakitaka kusamehewa dhambi itakuwa ni vizuri, wakitaka kuendelea na dhambi itakuwa nao ni hatari, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia watakuuliza unasema mambo ya dhambi inakaa wapi? Utawaambia kwamba dhambi itaondoka yenyewe kwa sababu inaonekana ni dhambi. Watakuuliza anayeondoa dhambi ni nani? Anaondoa dhambi ni mmoja tu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Watu wakitubu au mtu akitubu dhambi mbele ya Yesu Kristo, akakiri jina la Yesu, ndipo anasamehewa dhambi, anaandikishwa kwenye kitabu kilicho kitakatifu. Kwa hiyo ninawatamkia baraka watu wote ambao wanafuatilia mambo haya au wanafuatilia YouTube na Facebook na mitandao mingine, kwamba Mungu awabariki kwa baraka za rohoni na baraka za mwilini. Maana Roho anasema kwamba wabariki watu, maana ndivyo walivyoamriwa pia mitume wa kale na manabii wa kale. Waliamriwa wabariki watu, wasiwalaani watu. Kwa hiyo na mimi sikulani, ninakubariki. Njia zilizofungwa na shetani mbele yako Mungu azifungue ili uone nuru na aweze kumjua Mungu kwa marefu
na mapana. Kwa hiyo mimi Mungu amenipa neema, na mimi mwenyewe ni mtu ambaye ni wa kawaida na nimeishi maisha ya kawaida, lakini Mungu amenipa neema ya kusikia sauti yake moja kwa moja, na ninaandika vitabu ili baadaye hata kama sipo, watu watakuja kusoma na watajua tulie kwenye karne hii ya 21 kwamba Mungu aliwahi kusema nini. Na niseme kwamba Roho anaomba, nimeita watu wengi sana kwa ajili ya matengenezo. Sio wewe tu, wewe ni mtu wa pekee katika wa pekee. Kuna wengine wako labda Kenya, wengine Uganda, wengine Ufaransa. Mungu kwenye kipindi hiki ambacho Roho Mtakatifu analitengeneza kanisa likae vizuri, kwa hiyo ameleta matengenezo kwa kupitia watu mbalimbali, sio mimi tu. Kwa hiyo Roho anasema wewe ni wa pekee katika wa pekee, ni mtu wa pekee katika wa pekee ambaye umepewa matengenezo na wengine wamepewa matengenezo. Kwa hiyo matengenezo maana yake ni marekebisho, turekebishe mambo ambayo hayajakaa vizuri. Mungu